Nilisema pamoja na kwamba nakuja kuwasalimia wazazi wangu ili nipate baraka za kuanza kazi hii nzito niliyoaminiwa. Nilisema nitapita nikague miradi. Moja ya mradi niliyopita ni huu hapa. Nimeanzia kule kukagua. Nimeshakagua hatua ambayo imefikiwa. Nimefika na hapa nimekagua. Lakini nimepitia na taarifa. Ninazo taarifa za mradi huu. Mradi huu umesimama tangu mwaka 2016. Na mradi huu ulitakiwa umalizike mwaka 2018. Na katika kusimama, jitihada zimefanyika za kuona mradi huu unaendelea. Mwanzoni kulikuwepo na majadiliano yanaendelea ya kisera kati ya mkandarasi na serikali. Serikali ikatatua mkwamo uliokuwepo. Kwa taarifa sahihi nilizonazo, mkandarasi akatangazwa kwamba amefilisika kule kwao. Hawezi kuendelea na mradi. Mahakama ya kule ikaelekeza mkandarasi yule ailipe Tanzania kwa sababu amecheleweshea mradi. Nikasikia zikaanza ngonjera hapo. Ngonjera. Nimepita pale nikauliza, huyu mkandarasi yuko wapi? Yuko wapi mkandarasi? Nimeambiwa wakandarasi wasaidizi wapo, lakini yeye hajafika. Nilikuwa namsikiliza mkandarasi msaidizi anasema hajaweza kufika kwa sababu ya ratiba. Lakini nimeelekeza siku karibu 5 nikisema mkandarasi pamoja na sekta waje hapa kwenye eneo la tukio, kwenye eneo la mradi ambao umekwama kwa muda mrefu na tia aibu nchi yetu. Moja, alijua amefilisika. Hajataka kuachia mradi. Hajataka wakandarasi wazawa waendelee na mradi. Hajataka kuipa nchi kutafuta mkandarasi atakayeweza kuendelea na mradi huu. Hajataka kutoa fursa kwa Watanzania wanufaike na mradi huu. Amefilisika, ameng'ang'ania mradi, amesitisha mradi bila ridhaa ya serikali. Ameambiwa arudishe fidia, hajarudisha. Ninazo taarifa akasema aandikiwe barua, akaandikiwa barua. Na leo hii hajaja. Hii ni dharau kwa nchi yetu. Hii ni dharau kwa Waafrika. Huku ni kuwahujumu vijana wa Tanzania ambao wangepata kazi hapa. Huku ni kuhujumu uchumi wetu. Sasa naelekeza kamishna wa uhamiaji, kamata pasipoti yake, asitoke nje ya nchi mpaka jambo hili liishe. Hii ni hujuma ya wazi wazi. Hii ni dharau ya wazi wazi anaifanyia nchi yetu. Tumemwajiri, tunamlipa, amepewa fedha, amepewa kazi, anajiamulia kama aendelee na kazi ama asiendelee. Anajiamulia kama aje kwenye mradi ama asije. Anajiamulia. Huyu ni mhalifu, akamatwe na asitoke nje ya nchi mpaka jambo hili liishi. Tena niwaambie wakandarasi wa kigeni,
Mnapokuja hapa nchini, Tanzania imewaajiri. Nyie sio mabosi wetu. Anakuja kama anakuja kukagua vibarua wake, anaamua mwenyewe afike lini site. Akamati. Anaelekeza. Na wale washirika wetu tunaoshirikiana kwenye mradi huu, ndani ya mwezi huu jambo hili liwe limeisha, watuambie wanaendelea ama hawaendelei. Hii nchi ni yetu. Na Mheshimiwa Rais ametoka kutuambia juzi wakati anazindua bunge na siku anaapisha, hatuna mjomba, tuna mama tu anaitwa Tanzania. Na kama hawataendelea, Mheshimiwa Waziri, wapatie wakandarasi hawa wadogo waliokuwa ambao wamesubirishwa, wanababaishwa, wapatie wamalizie kazi. Tutajenga. Na huu ndio mwanzo, tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa. Na huyu ndio itakuwa somo, akamatwe na AG atafute kama hii hujuma yote hii aliyotuchelewesha miaka yote hii, na alitakiwa alipe fidia nchi yetu, hajalipa, kama haangukii kwenye hatia yeyote ya kuhujumu wa Tanzania na kuhujumu maisha ya Tanzania.